إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah kwa kufanya yale aliyotuamrisha na kuacha yale aliyotukataza. Huo ndio ucha Mungu na hiyo ndiyo takwa. Ndugu Waislamu, mwanadamu baada ya Allah jalla wa ala amemuumba na kumweka katika mgongo huu wa ardhi kwa ajili ya kumwabudu, lakini wakati huo huo anakumbana na masaibu mbalimbali, anakutana na misukosuko ya kila namna katika maisha yake ya hapa duniani na safari yake ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakumbana na matatizo na misukosuko mingi, masaibu ambayo inampata yeye au familia yake au watoto wake na mfano wa kama hivyo. Kinachotakiwa katika masaibu kama haya, basi mwanadamu ajue kwamba haya masaibu na misukosuko inayompata basi inakuwa ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo arudi kwa Mola wake na ajue ya kwamba hilo lililompata lilikuwa ni la kumpata yeye na wala sio la kumpata mwingine. Qala Allahu ta'ala, ma asaba min musibatin illa biidhnillah. Haumpati mtu musiba, halimpati mtu jambo, msukosuko na janga na balaa mbalimbali illa biidhnillah. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, illa biidhnillah illa biamrillahi, isipokuwa janga hilo ni kwa amri ya Allah. Allah ameamrisha jambo hilo likupate. Sasa basi, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, atakaye muamini Allah akajua kwamba hili lililompata limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaishi nalo kwa imani na yaqini, basi Allah subhanahu wa ta'ala yahdi qalbah, Allah anauongoza moyo wake, Allah anautia moyo wake hidayatu tawfiqi wal qabul. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah jalla wa ala anajua kila jambo. Allah subhanahu wa ta'ala bikulli shay'in alim, anajua kila kitu. Kwa hivyo yatakikana
tujue ya kwamba yale masaibu mbalimbali yanayotupata hayatoki kwa yeyote isipokuwa ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine suratul Hadid, anasema ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, hautokei msiba, halitokei tukio wala msukosuko wowote katika ardhi, yani katika mgongo wa ardhi. Na ikitokea msukosuko katika mgongo wa ardhi, lazima mwanadamu ahusike katika kusukwasukwa na msukosuko huo, kama vile matetemeko ya ardhi yanayovunja majumba ya watu, yanayoharibu miundombinu ya watu, kama vile mafuriko, mvua kubwa kupita kiasi ambayo inakuja kuondosha ile mipango ya watu, inaondosha mali za watu, saa ingine inaondoka na mali na binadamu, inaondoka na roho za watu. Yote hayo hayatokei katika ardhi, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu. Ukapatwa wewe katika nafsi yako wewe kama wewe, ukapatwa na masaibu mbalimbali, ukapatwa na maradhi, ukapatwa na umaskini wa kupindukia, ukapatwa na matatizo mbalimbali, bali ukaondokewa na kiungo katika viungo vyako, viungo muhimu ambavyo havina spare na hakuna mahala pa kwenda kununua kiungo hicho, kikakuondokea katika nafsi yako au katika familia yako, mkeo, wanao, wazazi wako, ikawa umepatwa na masaibu kama hayo, illa fi kitabin min qabli an nabraaha, isipokuwa jambo hilo na hilo tatizo lililokupata na hilo lililotokea katika ardhi, shida mbalimbali, misukosuko ya hali ya juu iliyotokea katika ardhi, inakuwa katika kitabu tayari, ishaandikwa katika lauhul mahfudh kabla hajaliumba Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kabla Allah hajaliumba hilo tukio, tayari lilishaandikwa katika lauhul mahfudh. Na hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipokadiria makadirio ya ulimwengu huu, aliandika katika lauhul mahfudh. Aliamrisha kalamu iandike katika lauhul mahfudh kwamba kutatokea mambo haya na haya na haya, wanadamu wataishi katika hiyo ardhi kwa mfumo huu na njia hii na hivi na hivi, yatawapata haya, yatawasibu haya na haya na haya. Allah subhanahu wa ta'ala alishayaandika tayari. Sasa ikishafikia muda wa kutokea hilo tukio, hilo jambo, sasa Allah jalla waala anaamrisha litokee, analiumba, linatokea. Na hapa ndipo inakuja yale maratib na zile daraja za qadar katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo maratibul qadar ni yako manne. Al-ilmu wa huwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bima kana wa bima yakunu wa bima sayakun, ni kule Allah jalla waala kujua yale yote yaliyokuwa na yatakayokuwa na yale yanayokuwa, Allah jalla waala akayajua yote. Thumma baada dhalika inakuja martaba ya alkitaba, kuyaandika yale ambayo Allah jalla waala ameyajua kwamba yatakuwa, akaamrisha kalamu ikayaandika. Alafu inakuja jambo la tatu ambalo ni mashia na maamuzi. Allah anataka sasa lile jambo ambalo liliandikwa kwenye lauhul mahfudh liwe, aliandika litokee tukio fulani katika ardhi, lishaandikwa, sasa anataka liwe. Akishataka liwe, analiumba. Na hiyo ni marhala ya mwisho ya nne ambayo inaitwa al-khalqu wal-ijad. Analiumba hilo tukio, linatokea. Kwa hivyo yale yote yanayotokea katika ardhi, Allah jalla waala alishayaandika kabla ya kuyaumba. Inna dhalika ala Allahi yasir. Wewe kwa akili yako ya kibinadamu unaweza ukaona hayo ni mambo magumu, ni mambo mazito, lakini hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo mepesi sana. Hao ni mambo rahisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna lililogumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kinachotakikana sisi pale ambapo inapotokea masaibu mbalimbali, ukakumbwa na shida na matatizo na misukosuko mpaka ukaona kana kwamba dunia imekulemea wewe, basi natakikana ujue kwamba uwe kama alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aseme qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Sema, waambie hao, na hii ilikuwa ni wanafiki
walikuwa wanawacheka Waislamu kwamba eti wameumizwa kwenye vita, wamefanywa kadha, wamefanywa hivi na vile. Allah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ewe Muhammad, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, halitupati sisi jambo isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia. Kwa hivyo lililotupata ni lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndiye msimamizi wetu, huwa nasiruna, na yeye ndio mwenye kutunusuru. Hayo yote misukosuko yeye ndiye mwenye kuiondoa. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, basi waumini wanatakiwa watawakkal na waegemee kwa Mola wao, warejee kwa Mola wao, waelewe ya kwamba ma asabaka lam yakun liyukhtiak, lile lililokupata halikuwa ni lenye kukukosa. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak, na lile lililokukosa ikawa halikukupata likampata mwingine au likatokea sehemu nyingine likamdhuru mtu mwingine kule, hilo halikuwa ni lenye kukupata wewe, lilikuwa ni la kwenda kule. Kama lingekuwa la kwako, basi lingekupata tu na usingeweza kulikwepa. Lakini pamoja na hayo, haya masaibu na hii misukosuko ambayo inayompata mwanadamu katika maisha yake ya hapa duniani, basi Allah subhanahu wa ta'ala endapo atakuwa ni mwenye kuvumilia, akawa ni mwenye kuishi nayo na kujua kwamba haya yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi inakuwa ni sababu ya mja huyo kufutiwa makosa yake, kama ilivyo katika hadithi sahihi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma yusibu almu'min min nasabin, mu'min hapatwi na tatizo lolote, wala wasabin, wala shida yoyote ile, maumivu, shida na hali na hamu na zozote anazopatwa nazo mwanadamu, wala hammin, wala mawazo ya kuumiza akili, wala huznin, wala huzuni haimpati mwanadamu, illa kaffara Allahu anhu biha min khatayahu, isipokuwa Allah jalla waala humsamehe na kumfutia makosa yake kutokana na hilo janga lililompata, hilo tatizo lililokupata. Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia na makosa, anakusafisha, unakuwa safi. Hata shauka yushakuha, hata mwiba ambao unamchoma mtu akawa anapata maumivu ya kuchomwa na mwiba, basi inakuwa ni sababu ya yeye kufutiwa makosa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Enyi ndugu Waislamu, nakuhusieni tena kwa mara ya pili kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah, tumwogopeni Allah. Hakika Allah ni mkali wa kuadhibu wale wanaomuasi, wale wanaovunja maamrisho yake. Kwa hivyo tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, baada ya kuwa mwanadamu anapatwa na masaibu mbalimbali, kinachotakikana ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha toba na istighfari kwa wingi. Kufanya kwetu istighfari kwa wingi kunafanya Allah subhanahu wa ta'ala anatupunguzia masaibu, bali anatuzidishia riziki, anatuletea mvua, tunaishi kwa raha baada ya tabu na nyingi ambazo tutakuwa tumezipata. Nabiyullahi Nuhu alayhi salam anasema katika suratu Nuh, anasema faqultu istaghfiru rabbakum, nilisema kuwaambia watu wangu takeni msamaha kwa Mola wenu. Na hili likanakiliwa kwenye Qur'ani, ikawa tunaambiwa sisi istaghfiru rabbakum, takeni msamaha Mola wenu.
innahu kana ghaffara, hakika yeye Mola wenu amekuwa ni mwingi wa msamaha, anafuta madhambi yote muda wa kuwa umetubu na umekoma, umerejea kwake. Innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara, atateremsha mvua juu yenu kwa wingi baada ya nyinyi kurudi kwake kwa kuleta istighfari, kwa kuleta toba na kuomba msamaha kwa wingi. Allah atawaletea mvua kwa wingi, tena mvua zenyewe sio zile mvua zenye madhara, bali mvua zenye baraka, mvua zenye neema, zenye kuotesha majani, zenye kuotesha mimea, watu wakafurahi kwa mvua hizo. Wayumdedekum bi amwalin wa banin, na atakuzidishieni, atakuongezeeni mali katika mali mlizoko nazo, Allah atakuongezeeni katika mali zenu hizo. Wabanina, kadhalika atakuongezeeni watoto ambao ndio mnaowatafuta kwa juhudi zote, na siku zote watu wanahangaika kutafuta watoto, bali wakishawapata wanahangaika kuwalea. Utamkuta anakwambia ni watoto bwana, watoto bwana, hasa miezi kama hii, ukimshika mtu anakwambia watoto, shehe, hali ngumu, watoto. Naam, wayaj'al lakum jannatin, atakuwekeni mabustani, kwa maana mashamba yenu yatanawiri, yatakuwa mazuri ya kupendeza. Wayaj'al lakum anhara, na atakuwekeni mito itakuwa inatiririsha maji, mtaishi kwa raha. Na hii ni natija ya nyinyi kurudi kwa Mola wenu kwa kuleta istighfari kwa wingi, na hayo ndio matunda ya istighfar. Kwa hivyo unapopatwa na masaib, usianze kulalamika na kuanza kumtuhumu Allah na kuanza kuleta maneno yenye kukera na kuudhi, bali unachotakikana ujue kwamba hilo limetoka kwa Allah. Basi zidisha istighfari kwa wingi, leta istighfari kwa wingi. Najua Allah ndiye Mola wako na ndiye aliyekupatisha hilo lililokupata, na yeye ndiye mwenye kuliondoa. Qala Allahu Ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika wale ambao waliosema Allah ndiye Mola wetu kisha wakawa na msimamo madhubuti katika dini yao, fala khawfun alaihim, hawa hawatakuwa na hofu siku ya kiyama hapa duniani, wala hum yahzanun, hawana hofu hapa duniani, wala hum yahzanun, wala hao hawatahuzunika siku ya kiyama. Ulaika ashabul janna, hao ndio watakuwa watu wa peponi, watakuwa ni watu wa peponi. Khalidina fiha, watakaa humo milele. Jazaan bima kanu yaamalun, na hao ni malipo kwa yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Ndugu Waislamu, kila mmoja wetu anajua ni misukosuko gani ambayo anayoipitia hapa duniani. Wewe lazima upatwe na misukosuko muda wa kuwa wewe ni mwanadamu na unaishi hapa duniani, huwezi kukwepa misukosuko na matatizo, lazima yakupate. Kwa hivyo uvumilie, ujue yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, urejee kwa Allah ili uwe katika hawa waliotajwa hapa. Hapa kuna tambihi ambayo yatakikana tuwatanabahishe Waislamu katika mimbari hizi kwamba sisi ni Waislamu na sio kama Waislamu, bali Waislamu. Tunatakikana tutofautiane na wale ambao sio Waislamu, tuwe tofauti nao katika sherehe zao. Hapo mbele kuna sherehe ya watu ambao sio Waislamu inakuja. Kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu huwa nao wanajiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya sherehe hiyo. Watakwambia kuna sikukuu mbele. Hapana, hiyo sikukuu sio ya Waislamu, ni sikukuu ya watu wasiokuwa Waislamu, na haruhusiwi Muislamu kushiriki katika sikukuu hiyo kwa namna yoyote ile, kwa sababu lakum dinukum waliya din, nyinyi wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Kwa hivyo tambihi hii Waislamu wawe nayo makini na wajue ya kwamba Uislamu ni dini yenye kujitosheleza, na tuna sherehe zetu ambazo tumewekewa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Tusiwe kama wale wasiokuwa Waislamu, tusiungane nao katika sherehe zao. Kufanya hivyo ni dhambi, kufanya hivyo ni dhambi, tumekatazwa na Mola wetu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya talibal ilmi khudh min nadhmi ad-durara
Masomo online. Hii ni fursa imekufikia kwa wewe ambaye unahitaji kujifunza kuijua dini yako. Sasa tumia simu yako kujifunza dini yako kwa masomo yafuatayo. Utajifunza Qur'an, fiqhi, hadith, lugha ya Kiarabu, tauhid pamoja na qaida, yani kujua jinsi ya kuisoma Qur'an. Na ili uweze kusoma masomo haya utachangia internet kila mwanzo wa mwezi ili kuwezesha kuendesha masomo haya, lakini masomo haya ni kwa njia ya online. Kwa mawasiliano nasi tupigie kwa simu namba 0788680814 au 0756694826. Nyote mnakaribishwa masomo online. ما يشجعها واستحضر السيرة.